Watuhumiwa watatu wakamatwa kwa tuhuma za kuteka mtoto mdogo na kudai fedha kutoka kwa baba yake mzazi. Baada ya kuzikosa, wakaamua kumuua. Jeshi la polisi mkoa wa Simiyu linawashikilia Yumba Mayara mwenye umri wa miaka 22, Zakayo Shija mwenye umri wa miaka 28 na Seba Buchenja mwenye umri wa miaka 30, wote wakiwa ni wakazi wa Malampaka, kwa mahojiano kuhusiana na tuhuma za kumteka, kudai fedha kiasi cha shilingi milioni 5 kutoka kwa baba yake mzazi. Walipozikosa, wakaamua kumuua. Tukio hilo lilitokea Agosti 6 mwaka 2026 huko katika kijiji cha Gurungwashi, kata ya Malampaka, wilaya ya Maswa, mkoa wa Simiyu, ambapo Samike Mponeja Maleche, mtoto mwenye umri wa miaka 5, alitekwa akiwa anachunga mifugo na watu watatu ambao hapo awali hawakuweza kutambuliwa. Jeshi la polisi mkoa wa Simiyu lilianza uchunguzi pamoja na kufanya msako maeneo mbalimbali na kufanikiwa kuwakamata watuhumiwa hao watatu baada ya mahojiano na kukusanya ushahidi mbalimbali. Watuhumiwa hao watatu walieleza kwamba walimteka mtoto huyo ili waweze kujipatia fedha kiasi cha shilingi milioni 5 kutoka kwa baba yake mzazi. Walipofanya mawasiliano na baba yake mzazi wa mtoto huyo na kushindwa kuwapatia kiasi hicho cha fedha, waliamua kumnyonga mtoto huyo na kutundika mwili wake juu ya mti ili kupoteza ushahidi. Watuhumiwa waliongoza askari polisi hadi walipotundika mwili wa mtoto huyo. Uchunguzi unakamilishwa ili hatua nyingine ziweze kufuatwa. Jeshi la polisi mkoa wa Simiyu linatoa wito kwa baadhi ya wananchi wanaoendelea tabia za kujaribu kujipatia kipato kwa njia zisizo halali kuacha, kwani njia hiyo hailipi na madhara yake ni makubwa watu wengine na kwao pia. Maoni yako ni yapi kutokana na ujumbe huu wa jeshi la polisi mkoa wa Simiyu kutoa wito kwa baadhi ya wananchi wanaoendekeza tabia za kujaribu kujipatia kipato kwa njia zisizo halali kuacha, kwani njia hizo hazilipi na madhara yake ni makubwa kwa watu wengine na kwao pia. Taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Simiyu. Hii ni VOT Media. Wakati wote sisi tumechangamka. Hamasa ni kuendelea kusubscribe kwenye YouTube channel ya kwetu. Subscribe, like, comment, share kwa ndugu jamaa na marafiki ili siku zote wasiweze kupitwa na taarifa zote muhimu ambazo zinakuwa zinatoka kwetu.